Habari Tanzania, habari Afrika, na wewe ambayo unatufuatilia popote ulipo duniani, kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwenye dakika 60 za ZBC Habari. Tutaangaza aliyekusanywa na wanahabari wetu kwa ngazi ya kitaifa, biashara na uchumi, kadhalika michezo na burudani. Mimi ni Ali Kinasa, upande wa lugha ya alama tunashirikiana naye Shuekha Khatib. Sasa ni muktasari. Dr. Mwinyi awasisitiza wananchi kulinda neema ya amani. Uchunguzi ajali ya helikopta Kilimanjaro unaendelea. Mheshimiwa Dr. Riziki ameitaka idara ya utamaduni kuhakiki kazi za wasanii wa kongwe. Naam, bahari haikauki ndiyo kauli mbiu yetu, na hii inaashiria kuwa tuna mengi ya kukujuza. Kadhalika unaweza kutufuatilia kupitia anwani za mitandao ya kijamii Facebook pamoja na YouTube kwa kuandika ZBC Zanzibar ili kuyapata haya na mengine mengi. Karibu tutazame taarifa zetu kwa undani. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema hakuna neema kubwa zaidi ya amani na kuwahimiza waumini wa dini ya Kiislamu na wananchi kwa ujumla kuidumisha neema hiyo. Tupate taarifa zaidi na Ashraf Kifaranga. Dr. Mwinyi ameyasema hayo alipojumuika na waumini wa dini ya Kiislamu katika sala ya Ijumaa katika msikiti wa Ijumaa Kiembe Samaki kwa Abdullah Rashid, mkoa wa Mjini Magharibi. Amewasihi waumini na wananchi kwa ujumla kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuijalia nchi amani kama ilivyoelekezwa katika Qur'an. Ametukumbusha juu ya umuhimu wa mwezi huu katika miezi mitukufu, mwezi huu wa Rajab. Basi inshallah tukaongeze uchamungu katika mwezi huu. Mwenyezi Mungu atujalie nchi yetu endelee kudumu katika amani hii tuliyokuwa nayo. Tumeambiwa hapa, ukipata mtihani usubiri, ukipata neema ushukuru. Mwenyezi Mungu katuneemesha kwa neema ya amani katika nchi yetu. Tumefanya uchaguzi kwa amani, tumemaliza kwa amani, mpaka leo tuna amani. Hakuna neema kubwa kama hiyo. Kwa hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu na sote tuazimie kuidumisha neema yetu ya amani tuliyokuwa nayo. Aidha, Dr. Mwinyi amewakumbusha waumini wa dini ya Kiislamu kuongeza ibada na kumcha Mwenyezi Mungu katika kipindi hichi cha mwezi wa Rajab. Ashraf Kifaranga, ZBC. Sasa tuelekee kule kisiwani Pemba. Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Riziki Pembe Juma ameitaka idara ya utamaduni kuandaa mpango wa kuhakiki kazi za wasanii wa kongwe ili zilete tija zaidi kwa kukuza uchumi wa wasanii hao. Mwanahabari wetu Zuena Shaban ametuandalia undani wa taarifa hii. Mheshimiwa Waziri amesema hayo kwa nyakati tofauti wakati alipotembelea baadhi ya wasanii wa kongwe kisiwani Pemba. Amesema lengo la wizara ni kuona kwa sasa sanaa inakuwa ni uchumi katika kutunga maudhui ambayo yanatija zaidi katika jamii. Hatutakuwa hakiki kama wanafunzi wa darasani, lakini tutahakiki kwa namna ambayo tunaona kwamba italeta tija kwa jamii yetu. Hatuwezi kumwambia kwa sababu raha ya fasihi hasa mtu mwenyewe atafsiri au nini ambacho kinakusudiwa. Lakini tuwasaidie na tusaidie vijana wetu kuambia kwamba tunataka kuona sanaa inakuwa sanaa ya kiuchumi. Itakwendaje? Kwa maana katika yale ambayo umeyaweka katika kutunga maudhui ambayo yanatija ndani ya jamii yetu leo, kesho na kesho kutwa. Na ndio maana tunabaki tukisema all is gold. Kwa sababu gani? Kama vile kale dhahabu, kwa sababu ilivyotungwa ulikuwa unafumbwa lakini unacheka. Ndio. Yaani unacheka mwenyewe, unajiona kabisa unafurahi. Kumbe unanangwa. Lakini sasa hivi unakuta tambwa mbele zero nyuma ya kujulikana, yani mashaka. Lakini wakati ule unasifiwa, huku unapashwa umomo. Kwa hiyo kusema kwamba bado tuna mambo ambayo tunaendelea kuwafunza jamii. Pia Mheshimiwa Waziri amesema wizara itaendelea kuthamini mchango wa wasanii wa kongwe katika kudumisha mila, silka na utamaduni wa Mzanzibari. Na kulinda mila zetu, manake sisi tuna wakati, tuna wakati, isipokuwa tu pale mambo tunaona kidogo pana changamoto ni kupeleka sawa ili mambo yaweze
kwenda mbele. Tokana utaratibu wetu wa kawaida wa kuona tunawafikia wasanii wetu katika mikoa na wilaya zote za Zanzibar, Unguja na Pemba. Naye kamishna wa utamaduni Zanzibar Dr. Omar Salim Mohamed amesema wasanii hao wamechangia tasnia sanaa kwa kuitangaza Zanzibar katika nyanja mbalimbali. Tuseme kwamba wasanii hawa wametusaidia katika kuendeleza na kulinda mila, silka na maadili yetu, kwa sababu wanapotoa sanaa zao zinaelekeza kule kuitanabaisha jamii kwamba jamii ina ulazima wa kuendelea kulinda mila pamoja na maadili yetu. Kwa hivyo ni watu ambao kwa ufupi wametupa mchango mkubwa sana na wamesaidia sana serikali katika kuitanabahisha jamii namna gani ya kuishi. Nao wasanii hao wakongwe wamewataka wasanii kufanya sanaa zinazoendana na utamaduni wa Kizanzibari. Kwa hiyo vijana wafuate utamaduni wa Kizanzibari ili jamii watakaosikiliza ile sanaa wanayoifanya wajue kuwa huu ni utamaduni wa Kizanzibari. Konoa tembo na ndizi ya puku sana kiguruwe. Mimi nilipanda nikatoa na pesa ipaliliwe, itakuwa je tutendeane visa nidunguliwe. Nikiripoti Zuena Shaban, ZBC. Shukran sana Zuena Shaban. Uchunguzi wa ajali ya helikopta iliyoua watu 5 katika mlima wa Kilimanjaro umeanza. Helikopta hiyo ilipata ajali wakati ikienda kufuata watalii waliotaka msaada wa dharura wakiwa katika mlima wa Kilimanjaro. Tuangalie ripoti ifuatayo. Wataalamu wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania na mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania wameweka kambi katika hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro katika eneo la barafu kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo cha ajali hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa na taarifa ya kamishna ya uhifadhi wa hifadhi ya taifa Tanzania TANAPA Musa Kuji, ajali hiyo imetokea juzi wakati ametoka kuwachukua watalii wawili waliopata dharura za kimatibabu wakati wanateremka mlima eneo la barafu. Kwamba unao majira ya saa 11:30 jioni katika maeneo ya kambi ya kulala wageni ya barafu ndani ya hifadhi ya taifa ya mlima Kilimanjaro, wilaya ya Moshi, mkoa wa Kilimanjaro, helikopta ya kampuni ya Kilimedia inayofanya kazi ya uokoaji ilianguka na kusababisha vifo kwa watu 5 ambao ni mwanamke mmoja na wanaume 4, na majina yao ni kama ifuatavyo. Wa kwanza ni ndugu Konstantini Mazonde mwenye umri wa miaka 42. Huyu ni raia wa Zimbabwe na alikuwa rubani wa ndege na mkazi wa Soweto mjini Moshi. Wa pili, ndugu David Blows mwenye umri wa miaka 30. Huyu ni mtalii na ni raia wa Czech Republic. Wa tatu ni Anna Vlasova mwenye umri wa miaka 30 pia. Na huyu pia ni mtalii na ni raia wa Jamhuri ya Czech Republic. Wa nne ni Jimmy Daniel mwenye umri wa miaka 32, daktari wa kampuni ya uokoaji ya Kilimedia na mkazi wa Rau mjini Moshi. Wa tano ndugu Innocent Mbaga mwenye umri wa miaka 35, mwongoza watalii na mkazi wa Moshi. Chanzo cha ajali hiyo bado hakijulikana. Mamlaka husika yani TCAA na AAI wako katika eneo la tukio, wanaendelea na uchunguzi. Taarifa kamili itajulishwa na miili ya marehemu imehifadhiwa katika hospitali ya rufaa KCMC.
Kamishna Musa Kuji amesema kwa watalii wawili waliofariki ambao ni raia wa Jamhuri ya Cheki, utaratibu wa kiitifaki na kidiplomasia unafanyika ili kukamilisha taratibu zinazostahili. Kuhusu Watanzania waliofariki na taratibu za ndugu kupata miili, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu ameiambia ZBC kuwa utaratibu wa kuichunguza miili inafanywa kabla ya kuikabidhi na kuambia taarifa zaidi zitatolewa hapo baadaye. Hamid Omar, ZBC. Jeshi la polisi nchini kwa kupitia msemaji wake Kamanda David Misime limewashukuru Watanzania wote kwa ushirikiano walioonyesha katika kulinda na kudumisha amani wakati wa sikukuu ya Krismasi ambazo zitahitimishwa leo. Asha Hassan ana taarifa zaidi. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi hilo, mpaka jana usiku hapakuwa na taarifa zozote za uvunjifu wa amani kote nchini. Taarifa hiyo inasema shughuli zinazowahusisha watumishi wa umma kwa mujibu wa nafasi zao nazo zimeendelea vizuri na kwa amani, ikiwa ni pamoja na wafanyabiashara na wasafirishaji. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinawahakikishia wananchi wote usalama na waendelee na Christmas ili mradi hawavunji sheria za nchi. Asha Hassan, ZBC. Mtazamaji, sasa kutokana na taarifa hii ya jeshi la polisi kuwashukuru Watanzania kwa kutunza amani wakati wa sikukuu ya Krismasi inayomalizika leo, tumewaalika hapa studio, tumemwalika kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi Unguja Richard Tadei Mchomvu ili kuzungumza naye, lakini baada ya muda mfupi nitarejea hapa. Kwanza tupate muktasari.
wakati wa ibada pale, kama ambavyo msemaji wa jeshi la polisi amesema, nchi yetu imeendelea kuwa na neema ya amani na utulivu. Kwa hiyo jambo hilo lilikuwa hapa kwetu toka tarehe 24 mkesha wa Christmas yenyewe jana, lakini na leo kwa kweli wananchi wa mkoa Mjini Magharibi wameonyesha kwamba swala la amani katika nchi yetu ni swala ambalo lipo, kwa sababu tumefanya bila kuwa na tukio lolote. Yaani jana mkesha mambo yalienda vizuri kabisa, watu walikuwa wanashirikiana vizuri. Kama ndio nataka kututhibitishia kwamba hakuna matukio yote ambayo yanahatarisha usalama ambayo mmekutana nayo katika siku hizi mbili? Hapakuwa na tukio lolote mkesha wa Christmas. Makanisa mengi walikesha mpaka saa 6 usiku. Ndio. Wananchi kule walikuwa wanafanya ibada vizuri. Walishirikiana na jeshi la polisi, maana tulipeleka askari wa kutosha kwenye makanisa. Kwa kweli mambo yalikuwa mazuri, lakini pia walirudi nyumbani salama. Hapakuwa na tukio lolote, na jana tarehe 25 ilipita vizuri, hapakuwa na shida. Sasa kwa hiyo nasema amani ilikuwepo, lakini mbali na mkesha tu kuna watoto, wazazi pia wanakwenda katika viwanja hivi vya kufurahishia watoto, na hapa Zanzibar tunashukuru tuna maeneo mengi pia katika mkoa wa Mjini Magharibi, tunaona maeneo yapo mengi, tukiangalia Kariakoo na maeneo mengineyo. Na hizi shamra zimeanza mapema tu au mwanzoni mwa wiki hii. Tumehakikishaje kwamba usalama umeimarika maeneo yale? Tumezingatia utaratibu gani? Kwanza niwashukuru wananchi wa mkoa wa Mjini Magharibi kwamba kwa mfano kama Kariakoo wiki moja kabla ya sikukuu zenyewe hazijaanza, kabla tarehe 24 wananchi walikuwa wanamiminika pale na watoto, kwa sababu kipindi watoto wamefunga shule, walikuwa kutosha, lakini pia tuliweka ulinzi wa kutosha. Askari waliovaa kiraia walikuwa ndani kule, lakini askari wa usalama barabarani walikuwa pale kuwavusha watoto kutoka upande mmoja wa barabara kwenda Kariakoo na kuwavusha wakati kutoka. Shughuli zile ziliendelea vizuri, watoto walibembea, yani kila kitu kwa kweli pale kilifanyika vizuri. Na niwashukuru wananchi kwamba watoto walikuja na wasimamizi. Jambo ambalo nataka tu kulisema ni kwamba unakuta watoto wadogo miaka 6 mpaka 16, 17 labda wanakuwa kundi kubwa, watoto 6, 7 wanakuwa mtu mmoja kusimamia. Sasa ile ilikuwa ni tatizo hasa kwenye ufukwe. Tulikuwa na shida kule kwamba unakuta mtu mmoja kwa manage wale watoto kusimamia watoto wengi. Kwa sababu askari walikuwa kule doria, wakiona wale watoto, wewe nani ndugu yako, wanaonyesha. Kwa hiyo ilisaidia polisi, walishirikiana na wale wananchi, lakini ni wataka wazazi kama watoto ni wengi, kama ni kwenye mtaa wachague kama mabinti 2, 3. Ndio. Mmoja kwa kweli ilikuwa ni burden hasa maeneo ya fukwe, tulipata shida kidogo. Sio kwamba watoto hawawezani maji na wakapata madhara. Sawa. Tutazame hapo kwa mfano eneo la Kariakoo, kuna makutano pale takriban njia 4 na sasa hivi ujenzi unaendelea. Tumepata funzo gani kama jeshi la polisi, ilhali majukumu yetu pia yamejikita katika maeneo kama yale? Tuseme pale ni swala la ushirikiano tu, wale wanaotengeneza barabara, lakini na kwa sababu pale ni strategic area, kuna stendi kubwa iko pale wa pili na Kariakoo iko pale, ile sio shida. Sasa zile zebra crossing pale hazijakaa vizuri, ziweko vizuri, wale wakandarasi nafikiri watatoa maelekezo vizuri, lakini na nidhamu ya madereva wetu. Madereva wasipoona askari hawajali watoto. Kwa hiyo tutaendelea kuelimishana ili jiji linakuwa matukio kama hayo yatatokea. Tunatakiwa ni nidhamu na kufuata zile kanuni na taratibu. Vipi kuhusu foleni na ajali katika eneo hilo? Pale Kariakoo tujapata ajali. Lakini pia foleni hazijakuwa kubwa. Sababu askari wana regulate. Watoto wakivuka, magari kitakuwa mengi, watoto wanatulizwa, magari yanapita. Kwa hiyo na pale nafikiri baadaye wataweka taa zile zita control pia. Hili linakuwa litakuwa na taa zitaongoza watu vizuri. Sawa. Tunaenda vizuri pale. Hiyo ni hatua nzuri. Zimesalia siku 5 kuingia katika sherehe nyingine pia za mwaka mpya ambazo pia tunaweza kusema zimeambatana na Krismasi. Mipango ipoje? Kwanza niseme tu kwamba nchi ya Zanzibar, hasa jiji letu la hapa Zanzibar, lina neema kubwa. Ukiangalia idadi ya ndege zinazoleta watalii ni kubwa. Inaonekana watalii wengi kutoka nje ya nchi wana hamu ya kumalizia mwaka na kuanza mwaka hapa. Kwa hiyo idadi ya watu ni kubwa. Ukiangalia hata boti linavyoingiza watu hapa Zanzibar wanaingia wengi. Kwa sisi pia tunaenda, na kama ulivyoniambia niko Zanzibar, sikwenda kusherehekea kule kwa sababu hizo. Tutakuona kwa sababu watu wengi wanaingia hapa. Ndio. Eneo lenye utulivu mkubwa, amani ya kutosha. Kwa hiyo tumejipanga vizuri. Vyombo vyote vya ulinzi na usalama kama mmeona, wananchi wameona kule mtaani, polisi, vikosi vyetu vya SMZ kwa pamoja kabisa. Wakati mwingine tunafanya hata na wenzetu wa jeshi la wananchi tunafanya doria kwa pamoja, yaani kwa sababu wote vikosi vya ulinzi na usalama viko kwa ajili ya wananchi. Tunashirikiana na tutashirikiana, lakini tunachoshukuru kwamba
wananchi wenyewe ajali ni neema, yani iko kwa amani, iko kwao, ile concept ya amani ile wanayo kwenye nyoyo zao. Kwa hiyo hatuna shida kubwa. Sawa. Tumalizie. Kuna baadhi ya maeneo hata hapa Unguja tunapozungumza kuhusu sherehe za mwaka mpya, huwa maeneo hayo pia wanapiga zile fataki, fashfashi na mambo kama hayo. Tunazingatiaje tahadhari za usalama, na je, maeneo haya tunayatambua? Niseme kwamba kwa sababu huko utaratibu maalum ili upige hizo fashfashi fataki kwenye maeneo yale ni jambo zuri, ni jambo ambalo ni la kiburudani, lakini kupitia idara za SMZ wizarani pale wanatoa vibali. Usije ukapiga fataki fashfashi bila kuwa na kibali. Sababu unapopata kile kibali, sisi polisi tunajua ni wapi patapigwa hiyo. Kwa hiyo wanaposikia ile mingurumo, sisi tunawaambia wananchi wanatusikiliza. Hiyo iko sawa, haina madhara. Kwa hiyo yoyote atakayepiga hizo fataki fashfashi hakikisha kwamba ana hicho kibali. Lakini niweke hapo haraka kwamba kuna vijana wetu sasa wana mambo ya ovyo, wanafanya drifting. Tulishawaambia hizo gari za Alteza na Crown tumeanza kuzikamata, na tukamata na hiyo gari kwa kweli. Naomba nikupitia nafasi hii niwaambie, mkamato unafanya mambo. Tumekamata mmoja juzi pale Jembe Samaki, yule anaendelea kuwa na sisi na tutampeleka mahakamani kesho. Lakini tunachotaka ni kwamba vijana washerekee, lakini si katika mazingira ya kuhatarisha usalama wake. Mlimkamata kupitia doria hizi ambazo doria hizi zinazofanya za mwaka, walitaka kutuharibia Christmas. Walianza kufanya zile drifting pale, ile ni hatari kwa watu, lakini bahati nzuri sababu wananchi wana namba zetu, wakapiga, tukaenda pale tukakamata. Naomba kwa sekunde 20 tutuambie, tunaelekea kwenye kilele cha maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Katika hatua hii tumeimarisha vipi swala la misafara pamoja na watembeaji hawa wa miguu? Tumejipanga vizuri, ni sherehe kubwa. Sasa hivi tumeshaanza kufungua miradi, tunaweka ulinzi wa kutosha. Tutakuwa na matembezi na tarehe moja. Tumejipanga vizuri. Ratiba zile ziko vizuri. Rais ameshatoa ratiba, ishatoka. Watu wawe na uhakika. Kwa kweli sherehe hizi ni kubwa, ni sherehe muhimu na za heshima kwa nchi. Tutazisimamia vizuri na watu watasherehekea vizuri. Nikushukuru sana Kamishna mwandamizi msaidizi wa polisi Richard Tadei Mchomvu kwa maelezo yako hayo. Karibu sana. Naam, hii ni taarifa ya habari kutoka ZBC, na sasa ni mwendelezo wa taarifa zetu. Tuelekee kule kisiwani Pemba ambapo Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi imevitaka vyombo vya usafiri wa baharini kuhakikisha wanafuata mifumo kwa kuepuka kujaza abiria kinyume cha sheria, hususan katika kipindi hiki cha Disemba na Januari kutokana na ongezeko la abiria. Wito huo umetolewa na afisa mdhamini Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Ibrahim Saleh Juma mara baada ya kufanya ziara kukagua hali ya usafiri kwa abiria wanaotoka Pemba kwenda Unguja huko katika bandari ya Mkoani kisiwani Pemba. Amesema vyombo vya usafiri vinapofuata mfumo maalum wa ununuzi wa tiketi kwa abiria anapotaka kusafiri kunasaidia kupakia abiria halisi wanaotakiwa. Lakini wenye meli tuwatake pia na wao kufuata mifumo ikiwa na leseni umepewa kubeba abiria 1500 na mfumo wako usafiri utoe tiketi za abiria 1500. Lakini kwa mfano upande wa boti nao watoe leseni, watoe tiketi kwa mujibu wa leseni waliopewa ya kubeba abiria. Ni waase sana wamiliki wa vyombo nao pia, kwa sababu na wao kuna changamoto zao. Wakati wengine unasikia kuna maneno abiria wengi wamejaa, ni kwa namna gani? Tunatafuta utaratibu vipi wanabeba hawa abiria ambao wanajaa na mfumo unaonyesha tiketi zimejaa, hakuendelee tena kuuzwa tiketi. Kwa upande wake msimamizi mkuu wa meli ya Azam Silinki 2 Saleh Suleiman Saleh amesema wamekuwa wakifuata utaratibu kwa kupakia abiria wanaotakiwa kwenye vyombo vyao, huku akieleza changamoto kubwa inayojitokeza ni baadhi ya wazazi kuchukua watoto wengi kuwasafirisha. Kutokana idadi ya abiria na kipindi cha harusi, kipindi cha mashule yamefungwa, kwa hiyo wanafunzi wengi sana wanasafiri. Sasa changamoto inatokea, utakuta kwamba kama abiria mmoja ana watoto 6 ambao ni wadogo na hana tiketi na anataka wote akae nao kwenye viti. Mapema mratibu kutoka mamlaka ya usafiri wa bahari kisiwani Pemba Bakari Hamad Suleiman amesema mamlaka imekuwa ikichukua juhudi mbalimbali katika kusimamia kuona utaratibu unafuatwa ili abiria waweze kusafiri kwa salama. Jitahidi sana kama mamlaka ya usafiri baharini udhibiti ili iwe bila watoto, kwa sababu utaratibu unatakiwa mtoto kuanzia miaka 5 akatiwe tiketi, na anapokatiwa tiketi tayari tunamrudi katika idadi ya abiria husika. Lakini akiwa hajakatiwa tiketi maana yake ni yuko chini ya umri, lakini vile changamoto hiyo tunaipata ni kama wanakuwa ni wengi sana. Kutoka hapa kisiwani Pemba, Salum Hamad, ZBC.
Leo ni siku ya kupeana zawadi, yani Boxing Day. Siku hii itabaki kuwa ya kihistoria kwa Verian Daudi, mkazi wa Vikonje B, jimbo la Mtumba, Dodoma, baada ya kutengenezewa nyumba yake iliyokuwa iuzwe kwa shilingi $500,000 tu ili kuinusuru afya yake. Hatua hiyo imelenga kuyagusa makundi yenye mahitaji kama maamrisho ya Mungu yanavyohimiza kwa watu wenye uwezo, hasa katika siku za sikukuu. Laila Tali ametuandalia simulizi ifuatayo. Wakati waumini wa dini ya Kikristo akiendelea kusherehekea sikukuu ya Christmas, leo hii ni siku ya pili ya Boxing Day ambayo hutumika kama sehemu ya kupeana zawadi. Na siku hii leo imekuwa ni siku ya furaha kubwa kwa Bibi Verian. Aliishi na ugonjwa kwa takriban miaka 5 na leo hatimaye amepatiwa msaada wa matibabu na kuboreshewa nyumba. Jukumu la ukarabati wa nyumba ya Bibi Verian lilibebwa na mbunge wa jimbo la Mtumba ambaye pia ni waziri wa madini Tanzania, Mheshimiwa Anthony Mavunde. Niliamua kuikarabati nyumba yake hii na kuiweka katika hali hii. Natamani bibi na yeye aishi maisha ya furaha, afurahi, ajisikie yupo duniani, akae sehemu nzuri. Kama sisi katika maisha yetu ya kila siku tuna uwezo wa kuwa na vitu vya ziada, basi ndugu zangu, hakuna ziada mbaya kuwasaidia watu wenye mahitaji. Mshauri wa kundi la wazawa wa Dodoma DCLOF Elerehema Geoffrey Msuya amesema kwa upande wao wameamua kuunga mkono juhudi za mheshimiwa mbunge wa jimbo hilo kwa kumwanzishia mradi wa kuku bibi huyo ambao utamsaidia kujikimu kimaisha. Tuanzishe mradi wa kuku wa kienyeji ambao kwanza chakula kupata ni rahisi, lakini pia itasababisha bibi aweze kuwa active. Atakuwa anakwenda kwenye mabanda ya kuku na kuangalia, na hao kuku ni wa kienyeji kabisa. Hii itamsababisha yeye kuweza kuishi maisha mazuri. Machozi ya furaha yalionekana kwa familia na hata majirani baada ya Bibi Verian kukabidhiwa nyumba hiyo. Mimi ndo nilikuta lile tukio, shangazi anataka kuuza hii nyumba. Na ili chozi sio nalia kwa ajili ya uchungu, kwa ajili ya furaha. Tunashukuru sana tena sana kwa kupata huu msaada, sababu tulikuwa hatufiki kote huko, sababu sisi ni familia ya watu maskini, hatuna uwezo. Huyu bibi hali yake ilikuwa mbaya sana, ilikuwa inatuma, tulikuwa tunajisikia vibaya. Awali bibi huyo alitaka kuuza nyumba yake kwa shilingi $500,000 tu, kama afisa ustawi wa jamii kata ya Mtumba Mela Emanueli anavyozungumza. Taarifa ya Bibi Verian nilipata kutoka kwa afisa ustawi mkoa ambaye alipata taarifa na kunijulisha juu ya tatizo alilonalo kwamba anahitaji kuiuza nyumba ili aweze kupata msaada wa matibabu. Sasa Bibi Verian ni miongoni mwa wazee na kuna kundi linalotolewa msaada wa matibabu wazee kuanzia miaka 60 na kuendelea. Kutoka hapa katika kata ya Mtumba, wilaya ya Dodoma mjini, Laila Tali, ZBC Dodoma. Katika kusherehekea sikukuu ya Boxing Day, waumini wa Kikristo wamesisitizwa kutoa zawadi pamoja na kutoa misaada kwa watu wenye mahitaji maalum nchini. Mchungaji Victor Makundi wa Kanisa Kuu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani Azania Front amezungumza na mwandishi wetu Fathia Taju aliyetaka kufahamu chimbuko hasa la siku hii ya zawadi, yani Boxing Day. Siku hii ya Boxing Day kibibilia imeasisiwa katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 2, ambao ndo wengi tunaichukulia kama siku ya kufungua zawadi. Kusoma Mathayo sura ya 2 kuanzia ule mstari wa 1 utaona zile zamani za Bethlehem mara baada ya kuzaliwa Yesu, wanatajwa watu ambao wanaitwa mamajusi wa mashariki ya mbali. Mashariki ya mbali kwa sasa ni nchi kama Irani, na kusudiwa iwe ndo nchi kama hiyo. Na mamajusi hawa walipokea taarifa za kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Biblia tunaiangalia zaidi tukio hili la mamajusi kubeba zawadi za kwenda kumlaki mtoto Yesu, ndio mahali ambako
tumepata chimbuko hili. Lakini kihistoria, mwaka 1800 wakati wa utawala wa Malkia Victoria huko Uingereza, inasadikika ndiye ambaye alibadilisha tukio hili sasa na kuiweka siku ya pili mara baada ya siku ya Christmas, kesho yake, akichagua na kuipa jina hili la Boxing Day, ikiwa ni sikukuu ya kugawa zawadi. Labda kama familia nayo kwa pamoja, wao wanapaswa kusherekeaje siku hii? Siku hii kifamilia ni siku muhimu, ni siku ambayo pia wazazi tunakuwa tunawahimiza wakae na watoto wao na familia zao. Lakini tunajua kwenye familia zetu tuna wasaidizi. Tuna watu ambao labda tunaishi nao wanaotusaidia shughuli mbalimbali nyumbani. Ni siku ya kufikiri tumefanya nini kwa ajili yao, tumewapa nini. Inawezekana unamlipa mshahara, lakini hebu jiulize, mshahara unaomlipa unalingana na wewe ambao unalipa ofisini kwako au kazini kwako? Ni siku ya kukaa nao, ni siku ya kuwaonyesha upendo huu, na ni siku ya kuonyesha umuhimu huu. Lakini ni siku ya kufundisha watoto wetu na kuwaonyesha ya kwamba kuna watu ambao ni wahitaji, kuna watu wa kuwafikia. Tunatamani wawafikie wale ambao wengine wanaweza ikawa ngumu kuwafikia. Kwa pamoja na masuala ya kiibada, lakini pia tumekuwa tukisisitiza kuonyesha sasa Ukristo wetu kwa kukaa kwa pamoja, kwa kushirikiana kwa pamoja, kuondoa ubaguzi wa rangi, kabila, dini na chochote kile ambacho kinaweza kututenga, kama hawa mamajusi ambao walitoka mbali kwenda kwao. Leo ukizungumza nchi kama Iran, ukimwambia unakwenda Israeli kupeleka zawadi kwa mtu sio mjua. Sasa hivi duniani kuna uhasama, kitu ambacho sio kitu kizuri. Na sisi tunasisitiza Wakristo watumie siku hii kujenga zaidi imani, kujenga zaidi ushirikiano, na waendea wale ambao tunatamani kweli waione furaha ya siku hii ya leo. Na leo, kabla hatujamaliza habari zetu, ngoja tukupe kisa cha kusisimua kidogo. Utatuia radhi pamoja na kwamba picha zake hazijakaa vizuri sana, lakini bila shaka kuna cha kujifunza. Waziri wa nchi, afisi ya Rais, maendeleo ya vijana wa Tanzania, Mheshimiwa Joel Nanauka ameendelea kuchapa kazi ya kuwafikia vijana na kuchota mawazo yao kwa namna ya kipekee. Kama Mheshimiwa Nanauka ataendelea kwa namna hii, basi kuna uwezekano wa kuwafikia vijana wengi na kuzijua changamoto zao na hatimaye kuwafanya kuwa sehemu ya ujenzi wa taifa kizalendo. Taarifa iliyoandaliwa kutoka chumba cha habari inasomwa studio. Katika shamra za sikukuu ya Krismasi zinazoendelea, Waziri wa maendeleo ya vijana wa Tanzania Joel Nanauka, bila kujali cheo wala wadhifa wake, akajichanganya kikamilifu na vijana wa Mtwara. Mmemaliza ndo mnaniita. Waende bali. Nye. Dada, mbona kimbia haraka bwana? Huyu jimbo anasubiri anamaliza ndo ananiita. Weka maji hapo na mimi nawe. Mbona unataka kunani? Kabla hujanao. Mtumishi. Yaani nyie nyama zimeisha ndio mnaniita. Mimi sijakubaliana na nyie. Nyama zimeisha. Nyama zimeenda wapi? Mheshimiwa Joel Nanauka aliyejizoelea sifa ya uhamasishaji, uandishi wa vitabu na msomi katika masuala ya diplomasia ya uchumi, kujichanganya na vijana ili kujua wanayoyawaza ni sehemu ya maisha yake. Lakini kama unavyojua, mgeni njoo mwenyeji apone, akajitokeza huyu akiwa na jezi yake mujarabu. Nataka nini? Nataka nini? Basi. Haya. Akizungumza lugha za vijana kwa staha, Nanauka anazigusa hisia za vijana. Nabii mtumishi. Mungu mwema bwana. Mungu anajibu maombi. Kabisa. Nimefurahi sana jamani. Najua mambo yamebana nini, lakini mimi kwa kweli nafurahi. Nikiona hivi moyo wangu unakuwa
unapata nguvu sana kabisa kabisa. Nimepata simu nyingi. Watu wananiambia tupe posho uko na waziri. Nabia. Wale posho. Acha bana. Kama utakumbuka, katika mengi ya mahubiri ya jana ya Christmas, viongozi mbalimbali wa dini wamesisitiza unyenyekevu na viongozi kujishusha, na wengine wakakumbusha ule usemi usemao mpanda ngazi hushuka. Tuendelee kujifunza hata akina Mheshimiwa Nanauka. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, katika moja ya chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii hii leo, anasema vijana, chagueni marafiki wema na wenye maadili watakao waongoza kutenda wema. Hapana shaka kwamba vijana wamefikiwa wakati huu kwa jitihada za dhahiri za viongozi wetu. Shime vijana, tuwe tayari kujifunza na kubadilika. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio nyumbani kwetu. Bila shaka pia tunajifunza hapo. Hata wahenga wanasema usiwafukuzie bali wavutie. Na kufikia hapa tunaweka kituo kidogo. Baada ya muda mfupi tutarejea ili kukupasha habari za uchumi na biashara. Tafadhali endelea kubaki nasi. Biashara Sbetu Amuri ipo tayari kwa ajili ya kutupasha yale waliotukusanyia kwa siku ya leo. Karibu sana Sbetu, na habari yako? Alhamdulillahi, mimi niko vyema kabisa. Leo umetuandalia nini kubwa? Mengi hapo kuhusiana na biashara na uchumi, lakini ndizi zimekuwa nyingi sokoni, lakini wateja hamna, na ukiangalia ndizi ni kitu muhimu sana kwa afya zetu. Ukitazama kwa sherehe hizi kweli mambo hayo yanaendana. Na mimi nashangaa sasa. Karibu sana. Asante Ali Kinasa. Na mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar, bila shaka hujambo na uko tayari kwa ajili ya kukujuza mengi kupitia habari za biashara na uchumi. Usiku huu utakuwa nami Sbetu Amuri. Tukianza habari zetu za biashara moja kwa moja, biashara ya ndizi katika soko la Jumbi imekuwa ya kusuasua licha kuwepo kwa wingi sokoni, hali inayowalazimu wafanya biashara kukaa na mzigo mkubwa kwa muda mrefu na hata kutupa ndizi zilizooza. Mwanahabari wetu aliyepata nafasi ya kutembelea soko hilo la Jumbi, Mwanaisha Musa, ameandaa ripoti ifuatayo. Kwa hivyo biashara yake mara nyingi ni kwenda pale asubuhi tu wakati wa mnada. Kinyume na hapo tena biashara kidogo inakuwa ngumu. Wakizungumza na kamera ya biashara na uchumi, wafanyabiashara hao wamesema kipindi hiki ambacho ndizi zimejaa sokoni kutokana na mavuno katika maeneo ya vijijini, lakini imekuwa tofauti na walivyotegemea. Hali imekuwa ngumu, wateja hawanunui kama walivyotarajia. Utokaji wa ndizi kwa sasa hivi umezorota kidogo, kwa sababu ndizi unakuta kwanza zinachelewa kufika, hata zikifika zile ndizi zinakuwa ni kidogo sana. Kuathirika ni kwamba mifuko inakata, kwa sababu wewe kushanunua hii hapa, ushaiweka hapa, nsubiri mtu aje inunue, urudishe ile pesa yako mfukoni upate ununue tena. Lakini sasa ikiwa kama mteja haipo hii, ina maana ikioza hii, ina maana mfuko akatika, ina maana siku zote unakuwa una madeni. Unaweza kukaa hapa mchana hakutwa, pengine akaja labda wateja wawili watatu, kwa maana hiyo wateja wawili watatu, je, umekidhi mahitaji? Hata hivyo, wafanyabiashara hao wanasema gharama za usafirishaji bado zipo juu, lakini faida ni ndogo, kwani wanapunguza bei ili kuokoa ndizi zisiharibike na kusababisha kupata hasara na kuanguka kiuchumi. Biashara ya ndizi zinaweza kutoka mashamba sehemu mbalimbali ya Unguja. Safamu ndio tunategemea, ikiletwa hapa tunanunua. Mwaji akishainunua ndizi kashainunua bei kubwa, pengine atakiwa atoe ushuru mkubwa. Kwa hiyo twaiomba serikali kwanza itupunguzie ushuru, si wafanya biashara wadogo. Wafanyabiashara hao wanaiomba serikali kuwasaidia kwa kuanzisha miundombinu ya kuhifadhi matunda pamoja na kuwaunganisha kwenye viwanda vidogo vya kuchakata ndizi kabla hazijaharibika. Naomba labda serikali tuangalie katika hili, tunaposema au tunapotoa yale malalamiko yetu, basi tuwe tunasikilizwa. Kwa biashara na uchumi, Mwanaisha Musa wa ZBC.
Asante Mwanaisha Musa kwa taarifa hiyo. Wakala wa vipimo mkoani Pwani Isaac Billah amefanya operesheni maalum kwa ajili ya ukaguzi wa mizani inayotumika kupimia nyama kwa wafanyabiashara wa mabucha mbalimbali katika manispaa ya Kibaha mkoani humo. Mwanahabari wetu wa biashara na uchumi ameandaa taarifa kamili. Wakati huu wa sikukuu za mwisho wa mwaka zikiendelea, wakala hao wa vipimo mkoani humo wametembelea maeneo mbalimbali ikiwemo soko la Loliondo, picha ya ndege, kwa Matiasi na kadhalika ili kubaini wafanyabiashara wa nyama ambao si waaminifu wanaofanya biashara bila kuhakiki mizani ya kupimia nyama, pamoja na wale wanaoichezea mizani hiyo, kwani kufanya hivyo ni kuaibia wananchi. Tumekuta baadhi ya changamoto chache kwa baadhi ya mabucha ambao wengine mizani haijahakikiwa na inatumika. Mizani hiyo imeweza kuchukuliwa na wamepewa fomu kwa ajili ya kuja kuripoti ofisi ya wakala wa vipimo mkoa, lakini hapa kuna pia mzani ambao tumekuta ni mzani wa mawe, pia una shida ya pini, imeteguliwa, tumeuchukua. Hivyo nawataka wale wote wanaotumia mizani kuuzia nyama buchani wahakikishe zoezi hilo linafanyika katika hali ya usahihi, mwananchi apate kile anachostahili kupata. Natoa wito kwa mkoa mzima, watumiaji wote wa mizani kwenye mabucha wahakikishe watu wanauzia mizani ambayo imehakikiwa. Kama mzani wako unajua haujahakikiwa, usimuuzie mwananchi. Ukikuta utachukuliwa mzani na utashtakiwa, ikiwezekana tutakupeleka mahakamani. Baadhi ya wafanyabiashara ambao mizani yao imekaguliwa na kubainika kuwa na changamoto, pamoja na wale ambao mizani yao haina changamoto, wamekuwa na haya ya kusema. Lakini makosa ya ukuta na mzani ambao hujahakikiwa na serikali. Sababu za kutohakikiwa na serikali, maana mzani ni mpya, una muda mfupi umenunuliwa. Na pia wamenisitiza kwamba nisiwe nafanya mchakato wa kuwaibia wateja, ni jambo baya. Na pia nafurahi huduma hii kwa sababu kiukweli biashara yetu ikiendelea hivi kwa ukaguzi wa kila siku mizani zetu, tutakuwa tunajengea sifa nzuri kwa wateja, wanapimiwa, vipimo vinatimia vizuri. Katika hatua nyingine, wanunuzi ambao hununua bidhaa zao katika soko la Loliondo mjini Kibaha wameiomba serikali kudhibiti mfumuko wa bei, hasa nyakati hizi za sikukuu, kwani baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakipandisha bei ya bidhaa, hali inayowaumiza wanunuzi hasa wenye kipato cha chini. Yaani vitu ambavyo kama mfano nyama tulikuwa tunanunua kilo shilingi 10,000, leo ni 13,000. Na viazi vitu tulikuwa tunanunua sada 5,000, leo ni 7,000. Kwa hiyo kumekuwa na mfumuko mkubwa sana wa bei. Tunaomba serikali tusijaribu kuongea na wafanyabiashara bei ishuke. Jamani, wafanyabiashara tunawaomba mnapofika kipindi cha sikukuu, tunaomba msitupandishie vitu jamani, tunaomba. Michael Erasto, ZBC Pwani. Habari ya Michael Erasto inatupeleka moja kwa moja sokoni. Mchele wa Mbeya umenunuliwa kwa shilingi 225,000 huku mchele wa Pembe ukinunuliwa kwa shilingi 80,000, sukari ikinunuliwa kwa shilingi 101,015, maharage yakinunuliwa kwa shilingi 220,020 huku unga wa sembe ukinunuliwa kwa shilingi 78,000, unga wa ngano basi ukinunuliwa kwa shilingi 77,000. Katika viwango vya kubadili fedha kwa siku ya leo, dola ya Kimarekani imenunuliwa kwa shilingi 2,437 na kuuzwa kwa shilingi 2,462, huku paundi ya Uingereza ikinunuliwa kwa shilingi 3,294 na kuuzwa kwa shilingi 3,327, euro ikinunuliwa kwa shilingi 2,873 na kuuzwa kwa shilingi 2,902. Hivyo ndivyo ninavyokamilisha habari za biashara na uchumi usiku huu. Ulikuwa nami Swetu Amr na kurejesha kwa Ali Kinasa. Ali Kinasa. Mimi nikushukuru sana Swetu, na nafikiria sana hapa kwa sababu tukitazama sasa hivi ni kama vile sasa tumeanza kujisahau kwenye matumizi haya ya matunda. Matunda kabisa. Ni muhimu sana kuweka kipaumbele kwenye eneo hilo kwa sababu ndio tunajenga afya. Ndiyo. Wewe unakumbuka lini umekula matunda? Hadi jana. Hadi jana. Leo sijana. Ni fumbo hilo sasa Swetu. Nikushukuru sana. Asante. Asante. Na mtazamaji, kufikia hapa tunaweka kituo kidogo, na baada ya muda mfupi ni michezo na burudani. Usiache kubaki nasi.
Sawa, tumetoka sokoni, sasa tunaelekea viwanjani. Tuangaze kunani. Ashraf Kifaranga yupo pamoja nasi na amejidhati tikindakindaki kutuhabarisha. Habari yako Ashraf? Mimi niko vizuri bwana, sijui. Mimi nashukuru Mungu. Tunajiuliza leo viwanjani kuna nini, na jawabu basi unaloe bila shaka. Yes, kubwa ni kuelekea kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi, klabu kutoka Tanzania bara imetia nanga. Subiri na kuona nani atakwenda kumchukua mwali. Litabaki hapa au litakwenda wapi? Karibu sana. Karibu sana. Asante. Mtazamaji, kama ilivyotambulishwa kwa awali, huu ni mwendelezo wa taarifa yetu ya habari, na sasa ni wasaa wa michezo na burudani. Jina langu ni Ashraf Kifaranga. Timu za JKU na Mafunzo Sports Club kutoka sare bila kufungana, huku Uhamiaji wakiibuka na ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Malindi katika mwendelezo wa ligi kuu soka PBZ Premier League katika michezo iliyovurumishwa jioni ya leo katika dimba la Mau Situng. Abdallah Musa anafafanua. Ligi kuu soka ya Zanzibar imeendelea kunguruma tena leo katika uwanja wa Mau Situng A na Mau Situng B. Katika uwanja wa Mau B, maafande wa Mafunzo wametoka suluhu ya bila ya kufungana dhidi ya kikosi cha JKU. Hadi mwamuzi wa pambano hilo Mfaume bin Ali anapuliza firimbi, timu hizo bado zilishindwa kufungana. Lakini nao makocha wa timu zote mbili walikuwa na haya ya kuzungumza baada ya pambano hilo kumalizika. Tulikuwa tunaamini tunapata ushindi, lakini Mungu ametujalia draw, alhamdulillah, na naamini tumerudi nyumbani na point moja. Kwa hiyo hichi ambacho tulikipata basi tumshukuru Mungu. Niwapongeze vijana wangu, wamecheza vizuri, lakini tumekosa kutia goal, lakini wamecheza si kwa asilimia ambayo tulikuwa tunahitaji. Nadhani muda wa kufanya training kwa ajili ya maandalizi ya timu kubwa kama JKU, timu ambayo iko katika mbio za kutafuta ubingwa, yalikuwa ni muda mfupi. Tumepata nearly 2 days kwa kuhakikisha tunafanya marekebisho. Niwapongeza wachezaji wangu kwa kufuata maelekezo. Mechi ya leo ilikuwa ngumu. Ilikuwa ngumu kwa timu zote mbili, sio yangu tu, hata na wenzetu na wao mechi ilikuwa ngumu, lakini wenzetu walikuwa hapo kwenye ubora wao ulikuwa mkubwa hapo kwenye kupress. Wana press vizuri na walikuwa kwenye second ball wanaweza kuyuni mipira. Ila tumefanya marekebisho mengi, tumekosa nafasi nyingi. First half, second half vile vile tumekosa nafasi. Kwa yote leo sio siku yetu ya kupata ushindi. Na katika uwanja wa Mau A, wakata visa wa Uhamiaji wakawacha banga Masarahangi wa Malindi magoli 3-0. Msimamo wa ligi hiyo unaonyesha kwamba Uhamiaji wana pointi 27 wakati JKU wana pointi 26. Mafunzo michezo 14, pointi 14. Ligi kuu soka ya Zanzibar itaendelea tena kesho, wakati mafande wa polisi watakipiga na wanazima moto na uokozi. Nikiripoti kutoka katika uwanja wa Mau Situng, Abdallah Musa wa ZBC. Mlinda lango nambari 1 ulimwenguni inatupeleka kule mkoani Pwani. Timu ya Nyumbu Football Club ya daraja la pili mkoa wa Pwani imeibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya timu ya Dar City Football Club ya jijini Dar es Salaam na kufikisha jumla ya alama 4 baada ya kucheza michezo mitatu. Michael Arosto ana taarifa zaidi. Mchezo huu ambao umechezwa katika viwanja vya Philibert Bayi mjini Kibaha, ambapo mnamo dakika za mwanzoni za mchezo kipindi cha kwanza timu ya Nyumbu FC imejipatia goli ambalo limefungwa kwa mkwaju wa penalty na mchezaji Seif Saidi na kuweza kujikusanyia alama 3. Nimezungumza na walimu wa pande zote mbili na wakaeleza yafuatayo. Mashabiki tunachoambia sisi waendelee kutuvumilia tu, japo tumeanza mwanzo mbaya tu, sababu game ya 3 tunapoteza hii. Sasa waendelee kutuvumilia tu mashabiki wetu, mambo yatakuwa sawa tu. Kama mlivyoona mmoja kupata support kubwa ya washabiki wetu mkoa wetu wa Pwani. Sababu mechi iliyopita tulianza ugenini. Tulisisitiza washabiki wetu wa Pwani waje watuongezee nguvu katika kushangilia na kuwapa support timu. Kwa kweli ule wito wameuitikia, wamekuja kwa wingi. Ambako wanaona matokeo tulikuwa tumeyapata. Mechi tumepata matokeo mazuri, tunashinda goli 1. Akizungumza na ZBC, mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoani Pwani Korefa Robert Mnisi ameeleza malengo ya chama hicho kuhusu kuipandisha championship timu ya Nyumbu FC, lakini pia akaeleza mikakati ya chama hicho kuhusu usajili wa dirisha dogo. Mpango wetu kwa sasa ni kuhakikisha kwamba Nyumbu inakwenda championship, kwa sababu wameshakaa vya kutosha, lakini sisi kama mkoa tuna haja ya kupata timu ambazo zinaweza kutusaidia
kwenda mbali. Kwa sababu moja mpango wetu ni huu, na tuhakikishia tukishirikiana na jinsi walivyofanya na wadau wanavyoitikia, wallahi Mungu akipenda watapanda, na tunaenda kwenye dirisha dogo, tutawashauri nini cha kufanya. So far alhamdulillah tumepata ushindi. Kutoka katika viwanja vya Philbert Bayi Kibaha mkoani Pwani, Mike Erasto, ZBC. United na Singida Black Stars wamewasili salama visiwani Zanzibar kwa ajili ya mashindano ya Mapinduzi Cup yanayotarajiwa kuanza Jumapili hii katika uwanja wa Amani Complex. Saleh Mandieta anaripoti. Kikosi cha TRA United Sport Club ambapo kimeingia kupitia hapa bandari ya Malindi Zanzibar kuelekea mashindano ya Mapinduzi Cup ambapo yataanza tarehe 28 mwezi huu. Tumeenda kuzungumza na kocha wa timu ya TRA pamoja na wachezaji wa timu hiyo juu ya safari hii ya Mapinduzi Cup na namna ambavyo wamejiandaa kushindana kweli kwenye mashindano haya. We are ready for the tournament. I think it's a great opportunity for our club to strengthen, but also to build a chemistry within players. So we have to be here. Tumejiandaa kwenye mashindano haya kufanya vizuri msimu huu. Itakuwa msimu wetu wa kwanza, lakini tumejipanga kufanya vizuri msimu huu. Ligi ina ushindani sana kwa sababu timu zote nzuri zilizoingizwa kwenye mashindano na timu zote kwenye ligi zipo nafasi nzuri, kwa hiyo ligi lazima itakuwa ngumu. Alafu chengine pia zawadi ya ubingwa imekuwa kubwa sana tofauti miaka yote. Kwa hiyo lazima itakuwa kuna nguvu za ziada inatakiwa itumike. Kwa hiyo tumejipanga kwa hilo. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kufika salama, tumetoka Dar es Salaam kuingia hapa Zanzibar salama, jambo la kumshukuru Mungu. Lakini pia maandalizi yameenda vizuri kwa upande wetu kwa sababu ukizingatia mashindano ni mazuri, mashindano ya kujipima, japo kuwa ligi ilikuwa imesimama kwa muda mfupi. Kwa hiyo unajua maandalizi hawezi kuwa kama ya pre-season, tofauti kidogo, lakini hii pia tunachukulia ni sehemu ya kujiandaa. Baada ya TRA United Sport Club kuwasili hapa, na sasa ni zamu ya Singida Black Star ambapo wamewasili katika bandari hii ya Malindi Zanzibar, na ambapo kocha timu hiyo pamoja na kapteni wamezungumza kuelekea maandalizi yao ya mashindano hayo. Kutoka kulicha Mungu shukrani, of course kuweza kusafiri kutoka Singida na tukafika salama hapa Zanzibar. Of course sisi kama Singida Black Stars tuko na furaha kuweza kukaribishwa katika tournament kubwa kama hili Mapinduzi Cup. Of course ni routine ya Singida every time kuparticipate katika hii tournament. Na nafikiria katika hii tournament tunakuja kwa jitihada na kazi ambayo kama club tumefanya kwa hizi seasons ambazo zimepita. So inatupea motivation kubwa sana kama club kuwapa muda huu. Kwa mashindano Mapinduzi Cup kila mtu anajua ni mashindano ambayo ni inayojumuisha Tanganyika na Zanzibar. Ni mashindano vile vile ambayo ni mashindano yana umuhimu kwa wachezaji. Mimi naamini mashindano yatakuwa mgumu, na kesho kutwa mechi yetu ambayo najua mechi itakuwa ngumu kati ya Singida Black Star na Mlandege. Michuano, ndio maana nimesema michuano ya Mapinduzi Cup ni michuano mikubwa katika Tanzania visiwani. Na naamini kabisa sisi tena Singida Black Star tumejipanga, tunakuja tena kuingia hadi finali. Naamini lazima finali tutafika. Ikumbukwe TRA United Sport Club itaanza mashindano haya Mapinduzi Cup tarehe 29 kuvaana na KVZ ya ligi kuu Zanzibar PVZ Premier League, na wao wapo Group C ambapo linaundwa na Young Africa, KVZ pamoja na wao TRA. Nikitokea hapa ilipo bandari ya Malindi Zanzibar, Saleh Mandieta, ZBC. Wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM kimefanya bonanza la ADEM Elimu Marathon lenye lengo la kuwakutanisha watu kutoka sehemu mbalimbali na kutoa elimu kuhusu umuhimu wa kufanya mazoezi. Michael Erasto anarejea na taarifa hii. Ameyasema hayo alipotembelea kikundi cha mchezo wa ngema Spartan Group pamoja na wapiga makachu wa Forodhani kusikiliza changamoto ambazo zinawakabili vijana hao. Natamani vijana hawa watambulike kwa sababu wanachokifanya ni sawa na michezo mingine, lakini vile vile sasa hivi michezo imekuwa ni fursa ya kuingiza kipato. Kwa natamani vijana hawa sio kutambulika tu, waweze kupata fursa zaidi ya kuingiza kipato kitakachowasaidia kuendesha maisha yao, kuendesha maisha ya familia zao, lakini vile vile kusaidia pia kukuza uchumi wa nchi yetu. Nimeona hawa vijana wa makachu na hawa vijana wa kapuera wote ni vijana wenzetu, na tutawasaidia kuhakikisha wanatambulika, wanapatiwa vitambulisho,
lakini tutawatafutia sare rasmi na sare maalum ambazo zitawatambulisha kwamba hawa ni vijana wanaofanya shughuli hii yenye kutambulika ndani ya jimbo letu na nchi yetu. Wanamichezo hao wa ngema pamoja na wapiga makachu hawakusita kueleza changamoto zinazowakabili na wameiomba serikali kuendelea kuwekea mazingira rafiki yanayowapatija kupitia michezo. Tuna changamoto ya ofisi, hatuna ofisi kwa sababu sisi tunapokea wageni wazungu, tunapokea wageni Waswahili, lakini cha kuangalia wale wenzetu huwa wana mambo yao yenyewe ya kiprivate. Kwa hiyo watu kama wale ni lazima tutapate ofisi na tuwahifadhie yale mambo yao kupitia ofisi. Na ushauri vijana wenzangu kwamba tujiunge na michezo kama hii ili tujipuke na madawa ya kulevya na vikundi viovu mitaani, kuja kusherehekea, kufanya mazoezi kwa pamoja, tujumuike ili tukuze taifa na uchumi kijamii. Mchezo wa ngema pamoja na makachu na michezo mingineo, licha ya kuwa sehemu ya burudani na kujenga afya bora ya mwili, pia ni sehemu inayotoa fursa ya ajira kwa vijana, kutangaza utalii na kujiepusha na vikundi viovu. Saleh Mandieta, ZBC. Sana Saleh Mandieta kwa taarifa hiyo. Na taarifa ya Saleh Mandieta ambayo imetoka ni taarifa ambayo tumegusia swala zima la umuhimu wa vijana wa mchezo wa makachu, na tunakurejesha kwenye taarifa ya kule mkoani Bagamoyo. Chuo cha wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM kimefanya bonanza la elimu marathon lenye lengo la kuwakutanisha watu kutoka sehemu mbalimbali na kutoa elimu kuhusu umuhimu wa kufanya mazoezi. Meka Rosto anaeleza. Bonanza hilo ambalo limejumuisha wanafunzi kutoka chuo cha ADEM, vikundi vya mazoezi kutoka Bagamoyo na wadau mbalimbali, lililokuwa na ushindani wa kukimbia umbali wa kilomita 5 pamoja na kilomita 10, ambalo limeongozwa na mkuu wa wilaya Bagamoyo Mheshimiwa Shaibu Ndemanga. Tunashauriwa kufanya mazoezi. Kwa umri wa wengi tulioko hapa, yako magonjwa ambayo kwa kweli hatupaswi kuyapata. Ugonjwa kama sukari, pressure, ni magonjwa ambayo unaweza kuyakimbiza kama unafanya mazoezi. Sasa tumekubaliana, leo tulikuwa na ADEM, tunakwenda kuandaa marathon nyingine ambayo itashirikisha vyuo vyote vilivyoko hapa Bagamoyo. Akieleza mambo kadha wa kadha kuhusu malengo ya bonanza hilo, mtendaji mkuu wa chuo cha wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM, Dr. Maulid amesema kufanyika kwa bonanza hilo ni pamoja na kuionyesha jamii ya kwamba taifa la Tanzania lina amani, lakini pia kukaribisha wadau ili waweze kuchangia ukarabati wa miundombinu ya chuo hicho. Hii ni taasisi ya serikali, ni taasisi kongwe, ni taasisi ambayo ina miundombinu ya zamani. Kwa hiyo tunajaribu kufanya marathon kama hii kuwakaribisha wadau waweze kuchangia na sisi tuweze kuboresha miundombinu ya wakala hii. Ni tumefanya marathoni hii kama kuhamasisha amani, kufanya Watanzania wote wajumuike kwa pamoja na tuonyeshe Watanzania wengine kwamba watu wametoka maeneo mbalimbali, lakini swala zima tulilofanya kwa siku ya leo ni kuonyesha kwamba nchi hii ina amani, ina upendo, ina uzalendo na watu wote wameshiriki kwa pamoja tarehe ya siku ya leo. Tumefurahi sana kuwepo kwa marathoni hii kwa sababu imesaidia kuweza kufahamiana na watu mbalimbali, kushirikiana katika michezo. Pia marathoni hii inasaidia kuepukana na magonjwa mbalimbali. Nimefurahi sana kuwa mshindi wa kwanza katika mashindano haya. Karibuni nyote, karibuni sana mazoezi ya afya. Washindi wa mbio za kilomita 5 pamoja na mbio za kilomita 10 wamepatiwa zawadi pamoja na medali za ushindi kama kivutio cha watu wengine kushiriki. Michael Rasto, ZBC Pwani. Sana Meka Arosto kutoka huko Pwani. Na mtazamaji, taarifa Meka Arosto inatuwekea kitu kikubwa ama nukta kwenye taarifa zetu za michezo na burudani kwa siku ya leo. Kurejeshe kwa Ali Kinasa. Mimi nikushukuru Ashraf kwa uwasilishaji mzuri na nikutakia kila la kheri. Nikushukuru pia. Asante sana. Na mtazamaji, kufikia hapa ndio tamati ya taarifa yetu ya habari. Kumbuka tumeangaza habari za kitaifa, biashara na uchumi, na tumekamilisha hapa kwa michezo na burudani. Kwa niaba ya wote tunakushukuru. Mimi ni Ali Kinasa, mkalimani wa lugha ya alama ni Shwekha Khatib, na nitakupa neno la kuondokea kabla kukusanya kila kilicho changu kuondoka hapa studio. Nikwambie kuwa kama huna kipato kama chao, basi usiwe na matumizi kama wao. Vyovyote iwavyo, kuiga baadhi ya wakati ni kubaya. Kwa makini na endelea kufuatilia Shirika la Utangazaji Zanzibar. Asante, tukutana wakati mwingine na asante.